Chapisho la makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche limeacha maswali kwa wafuasi wa chama hicho na wafuasi wa kwake katika mtandao wa X na wafuatiliaji wa siasa nchini baada ya kuchapisha andiko lililosema ilikuwa timu nzuri na bora sana. Tukutane tena raundi ijayo. #No reforms no election. #free Tundu Lissu. Amechapisha, ilikuwa ni siku ya jana majira ya usiku, kwa maana tunazungumza tarehe 15, na chapisho hili aliliambatanisha pamoja na picha mbalimbali za viongozi waandamizi wa chama cha Chadema, akiwemo kiongozi ambaye alitikisa wakati huo, baadaye akatimkia akapewa ubalozi na hayati JPM, lakini baadaye amerejea tena Fredrick Sumaye. Namzungumzia Sumaye, namzungumzia John Heche pamoja na viongozi wengine kama ambavyo unawatazama hapa. Hizi ni picha ambazo ni picha mpya kabisa za John Heche ambazo amezichapisha akisindikiza na maeneo hayo. Sasa swali ambalo limeachwa hapa kwa wafuasi ni kwamba je, ziara za no reforms no election kwa sasa zimekomea hapo kama ambavyo zitangazwa na Gorugwa, na tunafahamu ilikuwa imebakia kanda ya kati yenye mikoa ya Dodoma, Singida pamoja na Morogoro. Sasa vipi hatima ya kanda hiyo ambayo ilikuwa inasubiri kufanya mikutano yake ambayo uzinduzi wake ungeweza kufanyika April 13 na 14, kati ya hizo siku mbili. Sasa bado haijafahamika, na The Law Media imefanya mawasiliano ya ndani kutoka katika viongozi wa Chadema katika kanda ya kati, na taarifa ilizopewa baada ya kuhoji hili ni kwamba taarifa ya ratiba itakapotoka basi tutaweza kufahamishwa. Kwa hivyo hayo ni maswala ambayo pia tumejiuliza baada ya kuona chapisho hili na tukachukua wajibu wa kufuatilia. Sasa bado maswali ni mengi kwa sababu taarifa bado haijatolewa na msemaji, kwa maana ya Brenda ama Gorugwa, kama ambavyo tumekuwa tunashuhudia. Wakati mwingine Gorugwa anazungumza na watu wengine, whether ni makamu mwenyekiti mwenyewe. Sasa hili ni swala ambalo pia tunasubiri kuona pengine kuwepo gerezani kwa Lissu kuna wafanya sasa ratiba ibadilike na waistopishe kwanza kanda ya kati, afu baadaye ziara zitaendelea, ama kuna nini nyuma ya pazia, kwa maana ratiba kama hii ukizingatia maneno ya God Bless Lema alivyomtembelea Lissu gerezani, alisema kwamba mwenyekiti anasisitiza hajuti hata kidogo kuwa hapo, na anasisitiza wajibu mkuu wa no reforms no election uendelee hata kama atahukumiwa kunyongwa mpaka kufa. Haya ni maneno ya God Bless Lema ambayo ameandika akinukuu yale aliyoelezwa na Tundu Lissu katika taarifa aliyoitoa kwenye mtandao wake wa X baada ya kumtembelea Lissu gereza la Keko hapo mahabusu. Sasa haya ni maswali ambayo pia yanajiri, watu wanaendelea kujiuliza. Na bila shaka pengine taarifa inaweza katoka wakati wowote au la, lakini hii taarifa pia imekuja kushtua kwa sababu watu waliofuatilia mkutano na waandishi wa habari ambao Gorugwa aliufanya walielewa kabisa kwamba tarehe zilizotangazwa, kwa maana kanda ya kati ilikuwa inafuata baada ya ziara katika maeneo ya kanda ya Nyasa na maeneo ya kusini, ambako wametembea kwa kiwango kikubwa tu wakifanya ziara katika maeneo mbalimbali kwa kugawana viongozi kufanya ziara katika maeneo tofauti. Msomali amemtagi John Heche akisema John Heche, hayo ndiyo time ya kuichukua na kuongoza Tanzania kwa kuleta mabadiliko. Ninyi mbona anawadanganya wa Tanzania, hawana hata vigezo, mnaonekana kula matango pori, njaa zinawasumbua kweli. Haya sasa, wakati haya yanajili upande wa Chadema, Chama cha Mapinduzi CCM kimetoa taarifa rasmi kwa umma kwamba baada ya mashauriano na wanachama wake kutafakari na kupima kwa umakini ushauri huo, kimeamua kufanya marekebisho juu ya ratiba ya mchakato wa ndani wa uteuzi wa wagombea wa nafasi za ubunge, ujumbe wa baraza la wawakilishi na udiwani kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Taarifa iliyotolewa na katibu mkuu wa CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi usiku April 16 imesema, kwa kuzingatia marekebisho hayo, sasa mchakato huo utaanza rasmi tarehe 28 Juni 2025 saa 2 asubuhi na kukamilika tarehe 2 Julai 2025 saa 10 jioni.
kwa kufuata utaratibu ule ule uliotangazwa kwenye taarifa ya tarehe 10 Aprili 2025. Itakumbukwa awali Chama cha Mapinduzi kiliwatangazia wanachama wake kwamba mchakato wa ndani wa chama wa uteuzi wa wagombea nafasi za ubunge, ujumbe wa baraza la wawakilishi na udiwani kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka 2025 utaanza rasmi Mei 1, 2025 kwa zoezi la uchukuaji na urejeshaji wa fomu za maombi ya kuteuliwa kugombea nafasi hizo. Taarifa iliyotolewa Aprili 10, 2025 na katibu wa NEC Itikadi na Uenezi Amos Makalla ilisema zoezi hilo litaanza Mei 1, 2025 saa 2 asubuhi na kumalizika Mei 15, 2025 saa 10 jioni, na utaratibu wa kuchukua na kurejesha fomu za maombi kwa wanachama wanaogombea nafasi za ubunge au ujumbe wa baraza la wawakilishi watachukua na kurudisha fomu kwa katibu wa CCM wa wilaya inayohusika. Hii ni taarifa ya mabadiliko actually ambayo CCM walitangaza kwamba zoezi la uchukuaji na urejeshaji fomu kwa watiania wale kada ubunge, udiwani na wakilishi lingeweza kufanyika Mei mosi hadi Mei 15, lakini sasa limepelekwa Juni 28 hadi Julai 2 ama Julai 2, 2025. Wakati haya yanajiri upande wa no reforms, haya ndio ambayo yanajiri upande wa CCM. Sasa dirisha limesogezwa mbele la wale watiania. Mtazamo wako ni muhimu zaidi, utuandikie katika uwanja wa maoni.